Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala dhalimin, amma ba'du. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma mwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, kichwa cha habari hapo juu kinasema siri ya kutoboa kimaisha ipo hapa, ipo katika neno hili. Siri ya kutoboa maisha ipo katika neno hili. Ndugu zangu katika imani, watazamaji wetu, wasikilizaji wetu wa vipindi vyetu hivi vya darasa za adhkar na dua, tunaendelea kuwapa faida mbalimbali katika adhkar, katika dua na nasaha mbalimbali za mawaidha ya Kiislamu, lakini vile vile na kuleta tafsiri mbalimbali za ndoto. Leo tunakwenda kuliangalia neno ambalo kishikamana nalo hili basi utatoboa kimaisha. Ni neno dogo, ni neno ambalo jepesi sana katika ulimi, lakini wallahi faida yake ni kubwa sana. Nikuombe mtazamaji wangu, shikamana na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi ili ufaidike kwa namna moja ama nyingine kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na imani kabisa kwa darasa hili leo basi kuna faida kubwa sana ambayo utakwenda kuipata inshallah. Lakini kabla sijakwenda katika mada moja kwa moja, niombe radhi ndugu zangu wale ambao mara kwa mara wamepiga simu kuulizia tafsiri za ndoto. Kiukweli kabisa, mtu akipiga simu alafu akaelezea jambo lake nusu saa nzima unaongea naye kwenye simu, unakuwa mtihani, kwa sababu anakuambia mambo mpaka la kwanza unakuwa usahau. Mimi niombe wale ambao wanapiga simu kuulizia tafsiri za ndoto, ni vyema akajirekodi sauti yake, akaeleza shida yake kwa njia ya WhatsApp alafu akaituma kule katika WhatsApp. Mimi nikitulia kwa muda wangu, nimetulia, basi nitakujibu kwa hiyo voice ambayo umeituma katika WhatsApp. Hii itakuwa njia rahisi sana kwako wewe kupata majibu ya tafsiri ya ndoto yako. Ama kama utashindwa kutuma kwa voice, basi tuma hata kwa maandishi, lakini kule kwenye WhatsApp inakuwa rahisi kuiona na kuweza kujibu, kwa sababu katika njia ya kawaida message zinazoingia ni nyingi mpaka zingine tunashindwa kuzijibu. Kwa hiyo inshallah niwaombe katika hilo radhi, katika hilo. Pengine umepiga simu yako labda hujawahi kupokelewa, basi elewa si kwa makusudi, isipokuwa simu zinazoingia zinakuwa nyingi sana kiasi kwamba unashindwa zingine kuzipokea kwa wakati, ama mwingine anapokuuliza jambo la ndoto basi huwa unaongea kwa muda mrefu mpaka unamkatisha kutokana na watu wengine wanatoka huduma vile vile. Leo tunakwenda kuliangalia neno ambalo hili katika shikamana nalo basi unakwenda kutoboa kimaisha. Unakwenda kutoboa kimaisha, lakini uliseme kwa dhati ya moyo wako, uliseme litoke katika moyo wako kabisa. Neno hili neno gani? Neno hili ndugu zangu Waislamu ni istighfari. Istighfari ndio jambo ambalo linafanya mtu maisha yake kuwa rahisi katika hii dunia. Ukiwa na mazito, ukiwa na magumu, ukiwa na machungu, basi dumu sana, jilazimishe sana na kuleta istighfari. Na nitawapeni ushahidi ndani ya Qur'ani na ndani ya sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia pale watu wa Nabii Hud alayhi salam walipopata misukosuko, tabu, Hud aliwaambia nini? Hud aliwaambia, ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, enyi watu wangu mtakeni msamaha Mola wenu na mtubie kwake. Na akawapa faida, kama faida yake, yursilis samaa alaikum midrara, Mwenyezi Mungu atawaleteeni mvua, mtanyesherezewa mvua zile za mfululizo, mvua zenye neema, zenye baraka ambazo ndani yake hazina nakama yote. Wa yazidakum quwwatin ila quwwatikum, na akawaambia Mwenyezi Mungu atawapeni nguvu katika nguvu zenu. Hii ni aya ipo katika surati Hud. Nabii Hud alayhi salam anawaambia watu wake walete nini? Istighfari. Mungu atawapa mvua zenye baraka, zenye neema, na atawapa nguvu vile vile kuweza kushinda. Na hii ni wapesiri hata wale ambao wanaokwenda katika uchaguzi huu unayokuja. Mkitaka ushindi, dumuni sana na istighfari. Wallahi lazim ni siri na wapa hii. Lakini achilia mbali huyo Nabii Allah Nuhu alayhi salam, ni Hud alayhi salam, mwangalie Nabii Allah Nuhu alayhi salam. Mungu anasema kupitia kwa Nabii Allah Nuhu, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Pale Nuhu alipoambia watu wake kwamba mtakeni msamaha Mola wenu kwani yeye ni mwingi wa kusamehe, na akaanza kuwapa faida zake kwamba yursilis samaa alaikum midrara, Mwenyezi Mungu atawanyesherezeeni mvua za mfululizo zenye neema ambazo hazina nakama yote. Lakini si mvua tu, wayumdidukum bi amwali wa banin,
waja'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Mungu vile vile atawapeni mali, atawapeni watoto na kadhalika na kadhalika. Ukiwa mtu anayetaka watoto, anayetaka mali, anayetaka mashamba, Mungu kawapa mali, kawaambia atawapeni mali, atawapeni watoto. Mungu atawajalieni mashamba yenu kwa mimea mizuri kabisa yenye baraka, yenye nafaka za maana kabisa. Ina maana hata wewe mkulima, kipindi kile unakwenda kulima, basi wakati unalima, lima na astaghfirullah, astaghfirullah. Wakati unapanda, panda na astaghfirullah. Wakati unavuna, wakati unapalilia, fanya hivyo. Hii ni aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyo Nabii Allah Nuh alayhi salam na Nabii Allah Hud alayhi salam wanawaambia watu wao wasikamane na wadumu na uleta istighfari. Turudi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakupa faida kwanza, alafu nikupe istighfari 3 ambazo wewe ushikamana nazo na uzifanye. Na dua hii maybe nafsi yangu hii niliwahi kumfanyia bwana mmoja. Huyu bwana yeye anaishi katika nchi ya Brazil. Aliniomba, shekhi, na shida yangu na jambo langu nataka nifanyie dua. Nikupe sadaka kiasi gani? Nikamwambia mimi mara nyingi katika dua usimtaji mtu kima, wewe hujachajaliwa wewe toa. Ile bwana akatoa kiasi cha pesa, nikachukua mimi vijana wangu 3 4 tu. Tulimfanyia dua hii kwa muda wa siku 3 tu shekhi. Tulikaa na hizi ambazo nakwenda kukupa hapa, hizi adhkari hizi ndio tulizisoma sana hizi katika dua zetu siku. Wallahi Mwenyezi Mungu amefungulia. Wallahi nazungumza haya bihaki lillah, Mwenyezi Mungu alimfungulia. Tulifanya hii dua kwa muda wa siku 3. Yule bwana mambo yake yalikuwa yamefunga, kuna jambo lake alifuatilia lilikuwa zito kulipata. Mwenyezi Mungu alifungulia shekhi. Na yeye nilimwambia, wewe sisi wakati tunasoma dua kuna nyinadi kama 2 nikamwandikia kwa Kiswahili kwamba hizi usiseme kila siku kabla kulala, unasema hizi wakati sisi tunaendelea na dua. Allah akamfungulia shekhi. Sisi mara nyingi tunakuwa wazito katika dua, tunakuwa wavivu sana katika dua. Nyinadi hizo shekhi. Na wale ambao wanahitaji nambari yangu ya simu wale ni 060793 052 052 0793 052 052. Muangalie Mtume Muhammad. Mtume anasema man lazima al-istighfara, yoyote mwenye kushikamana na istighfari, ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Mwenyezi Mungu anamjalia mtu huyo kila pale penye dhiki, basi Mwenyezi Mungu anampa njia, anampa matokeo. Wa min kulli hamin faraja, na kila kwenye sononeko, kila penye huzuni, Mwenyezi Mungu mtu huyo aloshikamana na istighfar anampa faraja. Wa yarzuquhu min haythu la yaktasib, na Mwenyezi Mungu anamruzuku mtu huyo kwa njia ambayo mwenyewe wala hategemei. Nimekupa ushahidi wa aya za Qur'ani, na nimekupa ushahidi wa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuonyesha kwamba neno hili ukishikamana nalo basi unatoboa kimaisha. Nikisema kutoboa kimaisha tuelewane vizuri. Sina maana labda mtu lazima awe tajiri sana, awe na mali sana, la, sina maana hiyo. Yaani ifikie hatua tu kwamba mtu awe na uwezo kulipa kwa pango la nyumba, awe na uwezo kusomesha watoto wake, awe na uwezo riziki yake kwa siku anaipata. Maana kuna tuko baadhi ya watu leo, wallahi lazima sikwambii kusomesha, hata ile riziki ya siku kupata zile mara 3 mtihani apate shekhi. Kuna watu wanaishi maisha ya dhiki sana shekhi. Shikamana na hili, wallahi lazima unakwenda unatoboa. Leo nataka nikupe istighfari hizi 3. Istighfari hizi 3, lakini tutaanza na sayyid al-istighfar, na nitakusomea taratibu ushike ukamate, na nitakuandikieni hapo chini. Hii ya mwanzo inasomwa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika masta'ta a'udhu bika min sharri ma sana'ta abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Narudia tena. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika masta'ta a'udhu bika min sharri ma sana'ta abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
Hii utaifanya kama uradi wako mara 100 asubuhi kabla kutoka jua na mara 100 jioni. Utafanya hivi. Alafu utasoma hii astaghfirullah mara 100. Astaghfirullah mara 100. Alafu utasema astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim mara 100. Alafu utasema tena astaghfirullahu li wal mu'minina wal mu'minat mara 10. Alafu astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi mara 100. Nasirudia tena kwa faida yako. Ya mwanzo ni hii: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika masta'ta a'udhu bika min sharri ma sana'ta abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hii utaifanya mara 100 asubuhi na mara 100 jioni. Ya pili utasema astaghfirullah mara 100. Alafu utasema astaghfirullahal azim mara 100. Utasema astaghfirullah li wal mu'minina wal mu'minati mara 10. Alafu utasema astaghfirullahi alladhi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilayhi mara 100. Wallahi uradi huo ukishikamana nao asubuhi ukafanya, jioni ukafanya, asubuhi ukafanya, jioni ukafanya, ipo moja siku utanipigia simu, Sheikh, wallahi alazim nilishakwambia hii nilishawahi kumfanyia mtu dua hii. Alikuwa na dhiki, alikuwa na shida, alikuwa na mambo mazito, lakini wallahi Mwenyezi Mungu alikwenda na akamfungulia haja zake na akamondoshea yale ambayo kwamba yeye alikuwa na dhiki nayo. Yakamate haya, yafanyie kazi, Mwenyezi Mungu atakwenda kuonyesha muujiza na maajabu yake. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.